na wajumbe wengine wote rangi za mchana. Mambo ya mwisho ndio linakomba mboga. Alianza fundi wangu atakuwa amesahau au ninayosema mimi mtakuwa mmechoka. Niende moja kwa moja, nitazungumza kwa ufupi sana kwa sababu hali ya sasa sio nzuri sana. Ni kwamba serikali mwaka 2022 ilianzisha kitu kinachoitwa PJM, Programu Jumuishi ya Malezi, ambapo tunakwenda kutanua uwigo. Katika hiyo programu tunasema kwamba malezi ya awali, malezi ya mtoto ya awali, kwa ufupi wanasema MAM. Sasa sisi marafiki wa elimu, kwa kushirikiana na Haki Elimu, tuliweza kufanya utafiti mdogo. Tulipita kata 4, lakini huu mradi kwa nchi nzima huko mikoa 4, na katika mikoa 4 Kigoma ikiwemo, lakini katika mikoa hiyo 4 ni wilaya 4, kwa maana ya kila mkoa wilaya moja, na mkoa wa Kigoma ni wilaya ya Kigoma pekee, na katika wilaya ni kata 4, yani kila wilaya ni kata 4, na tulienda mbali zaidi na kila kata ni vijiji 4. Naona, kwa hiyo tuliwafikia wananchi kufanya utafiti mdogo juu ya ushiriki wa jamii kwenye malezi na makuzi ya watoto, tukizingatia kwamba malezi ya mtoto yanaanzia pale mimba inapoanza, ndipo malezi yanapoanzia mpaka pale anapozaliwa, anakwenda mpaka miaka 8 ya utunzaji wa makuzi ya awali. Lakini wakati tunafanya tafiti hiyo, tulikwenda kuangazia masuala ya elimu, lishe, afya na mambo mengine yanayoendana na makuzi ya awali ya mtoto, na ndipo tulipobaini kwamba kata hizi 4 ambazo ni Mungonya, Kagongo, Mwandiga na Bitale hakuna vituo vya kulelea watoto, na tukaona kwamba jamii haina uelewa mpana juu ya vituo vya kulelea watoto. Tumekuwa tukichanganya kituo cha kulelea watoto na nursery school, na ndio maana utakuta wazazi wengi wanapopeleka hata kwenye hivyo vituo binafsi, wanawapeleka watoto wao hata kama na miaka 2, anakwenda na begi mgongoni, na akirudi kama hajaandika, inaonekana kile kituo hakifanyi majukumu yake. Kumbe majukumu ya kulelea watoto, kituo cha kulelea watoto si jukumu la kuwafundisha watoto zile ABC, bali kuna makuzi ya awali. Kwa mfano, watoto wakichangamana katika kituo kimoja, kunatakiwa kuwe na vitu kama vile mawe, magogo, matope, yaani wale watoto waweze kujifunza. Kuna kitu kitakuwa kinaingia kwenye ubongo. Akibeba ile jiwe, maana yake anatunisha misuli, maana yake ndio makuzi yenyewe. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya tafiti hiyo, tuliweza kumwalika mkurugenzi akiwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya. Wakati ule ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 3, tukatoa taarifa jinsi ambavyo tumeona, lakini zile changamoto kama vile afisa elimu kata ambao ni wadau katika huu mchakato na maendeleo ya jamii, lakini pia ustawi wa jamii ndio wadau kwenye hizi programu. Kila kata tunakwenda nao hatua kwa hatua, na baada ya kuona kwamba hakuna vituo katika hizi kata vya kulelea watoto wadogo, na sisi tunaangalia kwamba watoto hao wadogo ambao wanatakiwa kulelewa kwenye hivi vituo, maana yake ni kuanzia anapokuwa amezaliwa, lakini anakwenda mpaka miaka 4. Maana baada ya miaka 4, mwaka wa 5, serikali inamchukua tena kwenda kumwanzishia ile pre-primary, wengine tunasema chekechea.
Kwa hiyo hii miaka minne atakuwa kituoni, atakuwa na watoto wenzake, atajenga ubongo kwa kupitia yale anayoyaona kwa watoto wenzake, lakini pia atakuwa kwenye usimamizi wa mtu maalum ambaye atakuwa anawaongoza katika yale malezi. Sasa kutokana pengine na slogan pengine ile ya kumtua mama ndoo kichwani, sisi tunakuja na ile ya kusema kwamba kumtua mama mtoto mgongoni. Mama amchukue mtoto ampeleke kwenye kituo ili akaweze kufanya shughuli za uzalishaji akiwa huru, kutokana yani anakuwa ameepuka zile changamoto pengine za mtoto analia, kipindi hicho mtoto analia na msumbua, alafu na yeye yuko shambani. Lakini wakati mwingine mtoto huyu anapata adhabu ambayo sio ya kwake. Mama anapokuwa njiani kuelekea shamba, mvua ikianza kunyesha, mama ananyeshewa na mtoto ananyeshewa. Maana ile adhabu sio ya mtoto. Hii adhabu ya kwenda shamba ilikuwa ni adhabu ya mama katika maisha. Kwa hiyo huyu mtoto akiwa amebaki kule kwenye kituo atakuwa salama zaidi na atakuwa chini ya uangalizi. Lakini si kwenda shamba tu peke yake. Kuna kwenda sokoni. Masoko yetu haya ya jioni, unakuta mama yuko busy na biashara yake. Kale katoto ama kanatembea ama kanatambaa, kanaweza kakakatiza barabarani kwa kuvuka barabara. Aidha anaweza kukutana yule mtoto na bodaboda tunawajua, ni vijana wetu, akili zao ni tunajua, akampitia. Maana mimi pamoja na mzee wangu alishanigonga. Sasa kama umenigonga mimi tu ambaye najitambua na ninavuka barabara, je, kale katoto? Naona. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba wazazi au jamii iweze kuanzisha vituo ambavyo tutaviita vituo vya kijamii vya kulelea watoto, na sio vile vya binafsi ambavyo watu wengine wanalipa. Kwa hiyo hivi vituo vinataka, kwa sababu ni mpango wa serikali na umeshirikisha wadau wa maendeleo ambayo ni taasisi zisizo za kiserikali, lakini na sisi tunarudi tena kwa serikali kufanya ushirikiano, kufanya kampeni kwa ajili ya jamii iweze kuanzisha hivi vituo, na tunaamini kwamba vituo hivi vikianzishwa na jamii yenyewe vitakuwa na thamani sana, kinyume na pengine serikali ikajenga halafu wao watakwenda, chochote kitakachokuwa pengine haribika au changamoto yoyote, watasema hiki kitu ni cha serikali. Tumeona mfano, tumekwenda kata ya Kagongo, kama sijakosea, kuna jengo la kitengo cha ukimwi lilijengwa na serikali. Leo popo ndio wanaishi, halina thamani kwa sababu ya nini? Lilijengwa na serikali. Lakini kama jamii ingekuwa imewekeza nguvu zake pale, lile jengo lingekuwa linafanyiwa shughuli zingine kama hivi tunavyozungumza. Lakini pia wakati tunaendelea na hii kampeni tumewashirikisha, manake tumemshirikisha mkurugenzi wa halmashauri, wanajua, maafisa elimu msingi na sekondari wanajua, afisa maendeleo ya jamii wilaya na ustawi wanajua, na tumekuwa tukishirikiana, lakini maendeleo ya jamii kata na ustawi kata na mezi wa kata wote tunashiriki pamoja katika hili zoezi. Tumekaa nao vikao, na kikao cha mwisho cha tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 3, wenye viti wa vijiji wa hizi kata walialikwa kwa ajili ya kupata mawazo kwamba hii issue inakwenda kuanza kwa namna gani. Kwa hiyo sisi tunakuja kama vile kulisukuma zaidi ili hao wenye viti wa vijiji waone umuhimu kiwezekana, wakaiambie jamii, na jamii ikiona kwamba kuna utayari wowote ili waweze kuanzisha hivi vituo. Kwa mfano kata ya Mwandiga, kijiji cha Kiganza tayari wamesha point na jengo limekwenda nimeliona, japokuwa lina changamoto ndogo ndogo. Lakini pia katika uendelezaji wa hivi vituo vya kulelea watoto kutakuwa na vitu ambavyo pengine jamii haina uwezo wa kuvifikisha. Kuna hawa wanadabishi wetu ni Haki Elimu wanasema kwamba ziainishwe zile changamoto ambazo jamii haina uwezo wa kuzitatua. Maana yake sisi tunasema kwamba kama unasafiri ukitaka lift lazima utoke barabarani na sio ukae nyumbani. Maana yake ni nini?
tuone kwamba sisi jamii tunaanza kitu gani kimetushinda. Kwa mfano uboreshaji wa miundombinu ya maji pale kwenye kile kituo. Haki Elimu wanasema wao wanaweza wakajitolea kuleta matenki kwa ajili ya maji kwenye hicho kituo, lakini pia yule atakayekuwa ameteuliwa kushinda na wale watoto atapewa elimu zaidi. Na changamoto ndogo ndogo ambazo jamii haina uwezo kabisa wa kuzitatua, ndipo mkono wa serikali dada utaingia pale. Ninaposema serikali dada, nina maana kwamba taasisi zisizo za kiserikali nazo zitaingiza mkono pale. Lakini naamini kwa sababu hii issue na wewe mwenyekiti sasa unaisikia tunaiongea, maanake kuna mtu mmoja alisema kwamba nilikuwa nasikia kwa macho, leo ninaona kwa masikio. Kwa hiyo leo wewe unaona kwa masikio hiki ambacho tunakiongelea, na nafikiri kitakapokuwa kimekuwa ridhaa kwa jamii, na wewe utakwenda kuona wale wadau pengine kwa ajili ya kuona kwamba hivi vituo vinavyoanzishwa vinakwenda kuwa na tija kwa maana ya kusukuma maendeleo kwa hasa kina mama. Maanake wakina mama watafanya shughuli zao, watoto wao wakiwa katika vituo. Vituo vile vitakuwa ni kwa ajili ya mchana tu, watawapeleka watoto pale, atakwenda kwenye shughuli zake, kama ni kilimo, kama ni biashara. Baada ya kishamaliza shughuli zake, atakwenda kumchukua mwanae, atarudi naye nyumbani. Lengo ni kuona kwamba wale watoto wanapokaa pamoja, wakishinda pamoja, wakicheza pamoja, kwanza kuna kitu kinachoitwa uzalendo kinajengeka. Lakini ile hofu, hata atakapokuwa amekwenda katika kuanza shule ya msingi, hatakuwa na hofu tena, kwa sababu tayari ule mkusanyiko ameshauzoea. Na baada ya hapo, tunaamini taifa hili tunakwenda kuliacha mikononi kwa viongozi ambao ni wazalendo, kwa sababu uzalendo unaanzia kwenye malezi. Naomba niwasilishe hivyo, na kama kutakuwa na swali basi tuko tayari kulijibu. Asanteni kwa kunisikiliza. Kuna mwenye swali, maoni? Naomba nijazilizie alichokizungumza. Unaweza kaenda kukaa. Atafanya shida na swali.